Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa Biomedia Channel popote pale ambako unatazama na kuendelea kufuatilia taarifa mbalimbali. Kipi ambacho kimeweza kumeka headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii? Unaungana nami kupitia Biomedia Official Rose D. Na leo nakuhabarisha kuhusiana na story ya mwanadada Pipi Jojo ambaye yeye ametoboa siri za Chief Godlove mara tu baada ya kuachana naye chini ya kapeti, kumbe anatumia nguvu za kishirikina. Huyo ni msanii chipukizi ambaye anafahamika kwa jina la Pipi Jojo, ambako alikuwa anafanya muziki wake chini ya uongozi wa Chief Loot Music kupitia mkurugenzi wake mkuu Chief Godlove Billionaire. Bana, uongozi huu uliweza kutangaza rasmi kwamba kuanzia siku ya jana Februari 24 makubaliano ya kumsimamia msanii Pipi Jojo yameweza kufika mwisho. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo, Pipi Jojo sasa anakuwa ni msanii huru na hayupo tena chini ya usimamizi wa lebo hiyo baada ya pande zote mbili kufikia tamati ya makubaliano yao ya kikazi ambayo yalidumu kwa kipindi fulani. Sasa Chief Loot Music imeweza kutoa shukrani za dhati kabisa kwa Pipi Jojo kwa ushirikiano ambao aliuonyesha katika kipindi chote cha usimamizi wake, ikieleza kuwa mchango wake ulikuwa sehemu muhimu ya safari ya lebo hiyo katika kukuza vipaji vya muziki wa kizazi kipya hapa nchini. Aidha, uongozi huo pia umetoa wito kwa mashabiki pamoja na wadau wa tasnia ya burudani kuendelea kumpa support msanii huyo katika hatua zake zijazo akiwa kama msanii huru. Hatua ambayo pia mara nyingi huja na changamoto mpya zikiwemo masuala ya usimamizi binafsi wa kazi, masoko pamoja na mikataba pia ya biashara. Lakini baada ya taarifa hizo za Chief Godlove kuachana na Pipi Jojo, bana, media mbalimbali ziliweza kumtafuta bibi dada Pipi Jojo kutoka jana ili kuweza kufanya na interview kujua kiunaga ubaga sasa nini tatizo. Siku ya jana hakupatikana, lakini hii leo ameweza kuweka bayana kwa kutoa kauli nzito iliyoacha wadau midomo wazi. Pipi Jojo amedai kuwa ameamua kuomba kuachana na kufanya kazi na Chief kwa sababu ili amtumikie Mungu wake wa kweli, sio Chief Godlove kamwacha Pipi Jojo. Pipi Jojo ameomba kuondoka yeye mwenyewe na kuacha kufanya kazi na Chief ili amtumikie Mungu wake. Kauli hiyo inazua mijadala mingi katika mitandao ya kijamii kufuatia ukaribu wa Chief Godlove pamoja na Pipi Jojo kabla ya kuachana kwao. Lakini kwa upande mwingine, tukio hili linaendelea kudhihirisha kwamba usimamizi wa wasanii ni jukumu gumu sana ambalo linahitaji nidhamu, lakini pia uvumilivu pamoja na maamuzi magumu ya kimkakati. Hali hii pia imekuwa ikionekana wazi kupitia mafanikio ya wasimamizi wakubwa wa muziki barani Afrika kama Diamond Platnumz ambaye kupitia lebo yake ya WCB Wasafi amewahi kusimamia na kukuza wasanii kadhaa hadi kufikia mafanikio makubwa ndani na nje ya Tanzania. Hivyo basi mtazamaji, taarifa hii inafika ukingoni kwa kujua tu kwamba bana, Pipi Jojo ndiye ambaye aliomba kuachana na Chief Godlove na sio Chief Godlove aliamua kuachana na Pipi Jojo. Kisha na mkasa Pipi anakuambia yeye anataka kumtumikia Mungu wake wa kweli. Means kwamba pale anakuwa hatumikii Mungu ambaye ni wa kweli na yeye ambaye anamwamini. Una maoni gani? Basi utaungana nasi kupitia comment section moja kwa moja. Utaweza kuandika ile maoni yako. Wakati mwingine nitaweza kuangaza kazuri kabisa. Hii ni Biomedia. Usiache kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Bye bye. Uwe na wakati mwema.